Bana, mwanamichezo mwenzetu klabu pia ya wekundu Msimbazi Simba na wao wameibuka na ushindi pale mkoani Morogoro, mji Kasoro Bahari, dhidi ya Mtibwa Sugar mabao 3 pia kwa 0. Mambo ni mazuri pia kwao wakiwa wamebakiza mechi 2 na wao pia wanataka taji hili la ligi kuu ya soka Tanzania bara. Nirejee kwa Rugano Israel. Bwana, Simba umewaona? Nadhani nguvu kubwa ilikuwa imewekezwa sana Zanzibar. Kwa sababu Simba ilikuwa haina tension kubwa kuliko Zanzibar. Ukisema nizungumzie kuhusiana mechi ya Azam na Yanga, nadhani ni mabadilishano tu ya mchezo wa mara ya kwanza na mchezo wa sasa hivi. Ingaje mchezo uliocheza kwa mwenye shirikisho Yanga alicheza vizuri, ila walikosa zile nafasi. Kwa jinsi ambavyo nitazama, Yanga walikuwa hawana bahati ya kuingiza mpira kwenye nyavu, ila walikuwa na bahati ya comeback. Mchezo huu ambao amecheza Azam na Yanga, Azam walikosa bahati. Hawakucheza vizuri, lakini walipata bahati ambazo ziliwapelekea waingie kwenye maeneo ya kutafuta magoli. Kumbuka dakika ya 5 kama sio ya 4. Ngita mpira ulitoka kwa Lusajo Mwaikenda, ukapigwa eneo la boxi, ukamgusa Ngita kichwani, ukaenda kumgusa nani? Nado ambaye akashindwa kutupia mpira kwenye nyavu. Ulimgusa Zidane Sileli. Ukafika kwa Ngita akashindwa kufunga. Lakini pia utakumbuka kwenye matukio hayo kuna shuti ambalo lilipigwa likafika kwenye miguu ya Ngita. Diara akaenda kupangua huko akiwa amelala. Sasa tutakuwa umeona ile tukio. Ni miongoni mwa matukio ambayo Azam kama wangepata magoli, kwa sababu kama Azam wangepata magoli mapema yangeweza kuenda kuipata shida sana Yanga kuwa na pressure ya mchezo. Unajua unapokuwa na pressure ya mchezo, muda mwingine unakuwa na overreact, ukashangaa unafanya makosa mengine ambayo yangeweza kuwafikisha labda hata kwenye kuwa na kadi nyekundu au kutokuwa na malengo sahihi ya kwenda kushambulia, kukosa nafasi ambazo ingekuwa za wazi. Lakini pia wanasema unapomkimbiza mwizi hebu funga na mlango. Inawezekana Yanga ile pressure ingewapelekea waende sana kushambulia na huko wanaachia nafasi ya kwenda kushinda. Kwa hiyo kukosa zile nafasi kwa Azam, nafasi kama 3 ambazo ilikuwa ni clear chance ambazo itakiwa wazipate. Kama wangepata hizo nafasi na Azam FC kama wangepata nafasi zote tatu kama wangepata, manake Yanga wangekuwa katika wakati mgumu. Lakini uzuri wake ni Yanga ambao walikuwa na wakati mzuri sana kwenye baadhi ya matukio. Goli ambazo zote zimefungwa, kama angezikosa pengine angekuwa na wakati mgumu sana. Umenielewa? Lakini kuna tukio moja ambalo naweza kusema lilikuwa na mguso wa watu tofauti. Kuna baadhi ya watu najua watakuwa najua alikuwa ni penalty, mwingine sio penalty. Ile penalty ambayo alienda kusababisha beki Twalibu Nuru. Na mwamuzi Alajiga akasema weka tuta hapa. Mimi binafsi naona ile haikufaa kuwa penalty. Labda ni engo ambayo alikuwa amesimama Alajiga. Engo ambayo alisimama kwa sababu alisimama Twalibu Nuru wakati anaenda kutaka ule mpira. Sawa. Alikuwa tayari ameshamziba. Kwa alijua pengine kulikuwa na mguso mkubwa ambao ulikuwa umesababisha Depo anguke. Si unanielewa? Lakini pia inawezekana hakuona kama aliugusa ule mpira. Of course ukiangalia uwezo kumlaumu sana Alajiga kwa sababu ya nature ya mpira ulivyokuwa umetoka. Kwa sababu walitoka bato Twalibu Nuru pamoja na Depo. Toka pembezoni kabisa mwa uwanja. Depo akamzidi ujanja Twalibu Nuru ambaye alihisi mpira ambao ameugusa unaenda kutoka nje. Depo akaunganisha ule mpira na kukimbia nao kwenye eneo la box. Sasa Twalibu Nuru akagundua kwamba mshindani wake au mshambuliaji anaenda kwenye eneo la box, tabidi amkimbilie. Ile mbinu tuseme ile speed ya kumkimbilia na kumfikia ikahesabika kama alikuwa ametumia nguvu, lakini yule kwenda kupiga mpira alifanikiwa kupiga mpira kabla hajamgusa Depo. Kwa hiyo hicho kitu inawezekana wakati Alajiga anatazama ile tukio, alilitazama kwenye engo, endapo kama angekuwa mbele yake angeona mpira umeguswa wala singeweka tuta. Kwangu mimi haikuwa penalty. Mimi binafsi Yanga amenufaika na ile penalty. Ni clear penalty. Kwako ni clear penalty. Kwa nini clear penalty? Kwa sababu tunachokiangalia sawa Rugano hapo. Tunachokiangalia tunaangalia advantage ya nani ambaye alikuwa na mpira. Ujue kucheza fouls sio tu kucheza mwili na kugusa mpira. Alichokifanya pale kwa mchezaji wa Azam amefanya kitu kinaitwa obstruction. Ya kuwa na mpira alikuwa nao nani? Alikuwa nao Depo. Yes.
mpira hukua 50-50. Kwa hiyo action yoyote ambayo itakwenda kuharibu movement au focus ya mchezaji na kupoteza uelekeo, hiyo ni foul. Okay. Hiyo ni foul. Foul imfanyikia wapi? Kwenye 18. Kwa sababu yeye hakuwa na mpira. Hakuwa na mpira moja kwa moja. Yes. Alisema amekwenda pale whether amegusa mpira, then baada ya kugusa mpira nini kichofuata? Unajua hilo tukio kwanza, baada ya kugusa mpira nini kimefuata? Kwa sababu amekwenda ameslide chini. Alivyo slide chini amegusa mpira, lakini mwili wake ukaenda kufanya contact na mshambuliaji ambaye alikuwa yuko mbele. Kwa hiyo automatically ni foul. Na hapa tunarefali hapa ambaye ni walevo wanakadeka shituambia. Kwa hiyo ile ni clear penalty. Ila kama sawa angekuwa amekwenda kufanya slide sawa miguu peke yake, alafu yule akaenda akajikua mguu baada ya mpira kuwa umeshapita na yeye yuko nyuma, hiyo ingekuwa sio foul. Maamuzi angeangalia movement ya mpira. Yule amekwenda ameukumba mwili wa mshambuliaji. Amefanya obstruction. Kwa hiyo ukifanya obstruction utagusa mpira, utagusa mikono na kila kitu. Kwa hiyo ile ni clear penalty. Hakuna na ndio nakwambiaje, unaweza ukafanya ile tackling whether from the behind au mbele ambazo anapiga baka zile. Akisha usiupeleke mwili wako ukafanya physical nini? Contact. Yaani pale itakapo contact ya mguu. Ukienda mwili mzima hiyo Salamba nikukumbushe kwenye World Cup hii hapa. Ndio. Tukio lile linafanana tukio la Senegal. Sadio Mane alienda kumfanyia mtindo ule alikuwa ni haikuwa hivyo. Hiyo tumeiangalia Lugano hapo usiingize kwenye hayafanani, hakuna kwa sababu pale mwamuzi aliamua kwamba sio. Nisikilize Lugano, hiki ninachokuambia sio jambo la kihisia. Yaani sliding inafanywa na mguu. Sawa. Bila kuhusisha na mwili. Ndio unakuta watu wengi ambao wanafanya sliding, ukishakimbia anahala chini, anapeleka mguu. Yaani kwa mbali hivi, anapeleka mguu. Anakugusa mpira. Mpira. Ukiwa mwili uko mbali, hakuna physical contact yote. Yaani hasa pale ndio kuna mawili. Whether uguse mwili au uguse mpira. Ndio wanakuambia sisi kwa makini. Wanakuambia ameanza kwanza kugusa nini? Amegusa mpira. Mguu ukafuata baadaye. Yule ameenda ameingia mwili mzima. Ameingiza mwili. Unajua kwa nini nimekukumbusha hilo? Kuingia mwili maana yake ni kwamba umefanya obstruction. Mimi leo hapa nikaa hapa, sawa? Sema juu watu watuangalie. Sawa. Unafahamu? Wewe tuweze kuonesha kingine wewe kupata kitu cha kufanya. Sio mawili hapa. Wewe una mpira. Mimi kitu mbele hapa. Mbele yako hapa. Si nikuja mbele hapa. Nimegusa mpira chini. Nimekugusa wewe. Hiyo ni obstruction hiyo. Lakini ukienda hivi ni 50-50. Tutaangalia nani mwenye mpira, yaani unapozungumzia shoulder to shoulder ni kipindi ambacho tunawania mpira. Yaani ndio inakuwa ni mantiki. Yaani shoulder to shoulder mpira uko pale tunawania. Mpira kisha kwa nao mimi hiyo shoulder to shoulder. Yaani mpira kwa nao mimi manake mpira wangu mimi. Ukileta hivi kumba ni Paulo. Sio mpira nao mimi. Lakini uko umekaa hapa tunakimbilia. Alafu kanipiga push. Manake hapa ni shoulder to shoulder. Tunawai mpira tunakimbilia. Ule mpira ameingia nao depu, ameuoni kwenye miguu yake, anakwenda, wewe unakwenda. Alistride akaenda kugusa mpira kwanza. Na mwili wake amefanya nani? Physical contact ndio kwa physical. Ndio maana nasema Salamba. Ile ni clear ndugu yangu. Kuweka sawa ni. Ukiangalia sema ni vile tu hatuna video ile ya ipo. Ukitoka hapo unaenda kuiona. Maana hiyo tushaangalia. Ileta mgogoro mkubwa. Lakini mwamuzi alienda kuamua kwa sababu kulikuwa na mgusano. Lugano usimisinterpret. Kubali kwamba yani mpira wa miguu kugusana kupo. Hii sio unaniambia depu kwamba ule mgusano ulimsababisha depu kwamba nikwambiaje? Nisikie kwanza, nisikie. Labda nikwambie kitu kimoja. Kwa nini unakuta wachezaji wakiwa naingia kwenye 18? Kwa nini wachezaji wanakuwa wanawakwepa? Unajua kuona wanawakwepa. Kwa nini wanawakwepa? Wanakwepa kwa ile. Kwa nini? Kwa nini wanakwepa? Unajua kwa sababu gani nakwambia? Akiwa anaingia mtu ana sijakaingia kwenye of course. Mimi nikishakuwa na mpira, nimeown nao mimi. Wewe ukija ukinigusa kwa namna yoyote, sawa? Maana yake mimi umekwenda kuniangalia balance yangu na umenitoa kwenye njia, hiyo ni foul. Ndio alifanya kumepeka wapi? Pale watu wengi sana kutaka mtu anampisha, anampisha mtu. Sasa mpira uko chini. Yule ameenda amecheza mpira ameingia na mwili. Huko kwenye lugha ya mtaani anafanya kamkumbe.
kwa mtaani kwamba umeingia umekwenda kufanya obstruction, kwa hiyo ni clear penalty. Sasa pale ile dhana ya kuangalia alianza kugusa nini haipo tena. Sasa ile inakuwa ni dhana. Utofauti wa refa ambaye aliamua ile swala la Sadio Mane na Mbappe, yeye aliamua, aliona kwamba kulikuwa na mgusano, lakini ule mgusano hakuwa na mpira. Mgusano ulikuwa mpira alikuwa nao Mbappe. Ulikuwa mbele ya Mbappe hakuwa na mpira, ule mpira walikuwa na uwania, yani ule mpira ilikuwa umepigwa mbele. Hakuna mwenye mpira. Nani ambaye alikuwa mbele? Alikuwa mbele Mbappe. Sio makini kwanza. Nisikize kwanza mdogo wangu. Uweze kunielewa. Ndio. Yani ule mpira walikuwa Mbappe yuko mbele, wanakwenda kuwania mpira. Hakuna mwenye mpira. Depu ana mpira yeye, ana dribble, anaingia nao ndani. Wewe unakwenda unagusa mwili wake na mpira. Yaani unagusa mwili na mpira. Kwa hiyo mwalimu referee hata angalia umegusa mpira. Cha kwanza ni kuangalia umecheza mwili ni nini? Obstruction wapi? Ndani. Mimi sio referee kwa shakina kama ndio ika hivyo. Labda aje Karege. Mtaalamu akazungumza. Bana Lugano Bao alikuwa anazungumza kabla sijaukatisha na Salamba hapo pia weka sawa kwenye ile Yedep. Yeah. Matokeo mengine ya mwamuzi alifanikiwa kwa asilimia ngapi kuchezesha mpira? Kuna matukio ambayo alifanikiwa. Kikweli mechi kubwa kama hiyo ambayo ni dabi ya Yanga na Azam, lazima kuwepo na ile migusano. Kuna matukio ambayo yametokea mwamuzi hakuyaamua vizuri. Mfano kuna tukio la Nado na beki wa kulia kwa maana Atola Kwasi. Kuna tukio ambalo Nado alikanyagwa kweli, umeelewa, lakini mwamuzi akuliamlia kama tukio. Unajua wakati mwingine waamuzi ambao hawatumii VAR tunataka tukawalaumu kwa makosa hayo, lakini ukiangalia hata nilivyomzungumzia Alajiga hata kwenye penalty kwamba ni maeneo tu ambayo alisimama, inawezekana alizibwa kutokuamua ile tukio na nikausanisha na kitu kingine. Lakini hata hilo la Nado pia ukiangalia alifanywa faulo kwa sababu mpira alikuwa nao Nado na jamaa kwa maana ya Otola Kwasa aliingiza mguu ambao ulimfanyia madhambi, lakini mwamuzi akapeta, kitu ambacho kilikuwa ni sio hakikuwa sawa sawa. Lakini kuna baadhi ya matukio ambayo unaweza kusema aliamua sawa sawa kwa sababu kuna maamuzi mengine alikuwa kwenye sura yake mwenyewe. Lakini kuna tukio moja hivi kama unakumbuka, Azam walilalamika sana, achana na penalty, ilikuwa kwenye nje ya 18. Kuna tukio ambalo alikuwa Pacome na Kanuti. Kuna mgongano ambao haukuwa mgongano wa kuleta madhara kwamba utenge faulo kuelekea upande wa Azam. Wachezaji wakaenda kumwambia mwamuzi, mbona unafanya hivi? Lakini pia katoa kadi kwa golikipa kwa maana ya Foba, kitu ambacho nikaona hakukuwa na haja kwa sababu golikipa ameenda kuongea naye, ameweka mikono nyuma, anamlalamikia. Ndio malalamiko kwa wachezaji ni sehemu ya mpira. Kwa hiyo unapotoa kadi kwa sababu umelalamikiwa pengine kwa mwenyewe ukutaka kufanywa vile, lakini sikuona kama kulikuwa na sababu ya kufanya kile ambacho amekifanya. Katoa kadi kwa Foba. Foba yuko kwenye mood ya mchezo. Vitu vingine itakiwa angalie. Kwa hiyo kama kuna matukio baadhi Azam ndio wameumia sana kwenye matukio. Ukiangalia pia hata mchezo uliopita Azam pia waliumizwa sana na matukio ya kwa hiyo muamuzi kwa asilimia kubwa ameinyonga Azam. Kuna matukio ambayo ameinyonga Azam kwenye swala penalty. Mimi nitasimama pale kwamba mimi kwangu tukifanya calculate ya Alajiga leo ameinyonga Azam, tukifanya tathmini ya uamuzi. Mimi la kwanza nazungumzia kuhusiana na penalty. Okay. Tumezungumza hapa na Dominic Salamba kaweka maoni yake na mimi haya ndio maoni yangu. Na mimi nitasimama kwamba ile haikustahili kuwa penalty. Na ndio maana nikaleta fact ya Sadio Mane na Mbappe. Sadio Mane aliingia uvunguni kugonga mpira. Nakumbuka Sadio Mane hakufikia mpira kugonga mpira. Lakini Mbappe akaanguka, kulikuwa na mgusano. Lakini mwamuzi akatafsiri kwamba huu mgusano ulikuwa sio wa kupelekea mimi niweke tuta. Akaikata ile penalty. Lakini kama ingekuwa ndo waamuzi wetu wa huku, ile ilikuwa ni tuta. Umeelewa? Ndo hiki ambacho kimetokea kwa sababu Twalibu Nuru akaingia uvunguni, akaenda kugusa mpira, afu ndo kaenda kumgusa nani? Mchezaji. Kwa mimi binafsi kwa mtazamo wangu, kwa upande wangu jinsi ni ambao nimeona, naona mwamuzi Alajiga kuna baadhi ya matukio amebeba sana Yanga tofauti na Azam. Lugano Israeli huyo, na ndivyo ambavyo amepokea matokeo ya Yanga na Azam FC. Mwamuzi Alajiga ameipendelea Yanga Afrika.
Si ndivyo ulivyosema? Ameibeba kwa baadhi ya matukio. Ameibeba kwa baadhi ya matukio. Yeah. Mimi napita tu kwa alichokisema Rugano Israel, mjumbe wa Uwawi.